لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا رب الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلى الله عليه وآله. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad, awali ya yote tunaanza kumshukuru Allah jalla fi ula. Amani, rehma na baraka, sala na salamu tunamuomba zipeleke kwa Bwana Mtume Muhammad, azipeleke kwa watu wa nyumbani kwake, kadhalika masahaba zake na kila Muislamu ambaye atakayekuwa tayari kufuata nyenendo zake mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atautambua ulimwengu. Amma mawdhu'u muhadharatina, amma mawdhu'u ya hadhara yetu hii, fa'unwanuha yaqulu tarbiyatul awladi fi Ramadan. Amma mawdhu'u ya hadhara yetu, kichwa chake cha habari kinasema malezi ya watoto ndani ya Ramadhani. Wa qabla an nadkhula fi mawdhu'ina mubasharatan, na kabla hatujaingia katika mawdhu'u yetu moja kwa moja, kwanza nikupe nasaha ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa yote yaliyozungumzwa kuanzia asubuhi mpaka muda huu na yote yanayozungumza kunako hadhara mbalimbali, sehemu mbalimbali, tujitahidi tuyaweke katika matendo yetu. Kwa hakika hilo ndilo muhimu zaidi. Tusiwe kama wale ambao Mwenyezi Mungu amewaeleza ndani ya Qur'ani, wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, wala musiwe kama wale waliosema kwamba tunasikia hali ya kuwa hawakusikia kiuhakika. walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum, na lau kama wangelifanya wakatenda yale waliopewa mauidha ingelikuwa ni kheri kwao. Tumuombe Allah atujalie tupate fawaid mbalimbali zinazotokamana na hadhara hii. Tunamwomba Allah atupe manfaa ya kikao chetu hichi, atujalie yale tutakayoyasikia tuweze kuyaweka katika matendo yetu ya kila siku. Malezi ya watoto ndani ya Ramadhani. Shahru Ramadhani shahru tarbiyati, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa malezi. Falmu'minu يربي نفسه في رمضان ويربي
man tahta yadihi. Hakika Muislamu yoyote ni lazima kwake, ni wajibu kwake, ni jambo ambalo linampasa kulea nafsi yake ndani ya Ramadhani, kadhalika kuwalea wote waliokuwa chini yake. Wayuhasabu nafsahu wa yuhasabu man huwa tabi'un lahu, na ni lazima kwake kuhesabu nafsi yake na kuhesabu kila anayemfuata ndani ya nyumba yake. Hilo ni lazima kwake kujitazama nafsi yake na kutazama wale anaowalea ndani ya nyumba yake. Alieleza hilo Mola wetu mtukufu ndani ya Qur'ani alipozungumza akasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah anatoa maagizo kutoka katika ikulu ya mbingu ya saba. Enyi ambao mliamini, okoeni nafsi zenu na muokoe nafsi za watu wa nyumbani kwenu na moto wa Allah. Hii ni ujumbe na ni agizo kutoka kwa Mola wetu. Kila mzazi yampasa kujitazama yeye awalan, kadhalika kuwatazama waliokuwa nyuma yake. Ikiwa ni baba, kumtazama mke na watoto. Ikiwa ni mama, kuwatazama watoto ambaye malezi ni jukumu lake yeye kama mama. Ndugu yangu Muislamu, al-auladu amanatun min Allah, watoto ni amana kutoka kwa Allah. La budda an yuhafadha alayhi wa turaiha riayatan. Haina budi kuweza kuwahifadhi hao watoto na kuwapa na kuwatunga malezi na kuwatunga kulikokuwa kukubwa kabisa. Wa min ahammu ma yaqumu bihi almu'min fi hadhihi ash-shahr al-ihtimam bi tarbiyati al-abna. Na miongoni mwa mambo muhimu ambayo mzazi anatakikana kuyasimamia hasatan katika mwezi huyu, hasa ndani ya mwezi huyu, ni kuwa na ihtimamu, kujihitamu kabisa na malezi ya watoto. Kabla sijakueleza malezi ya namna gani, kwanza una muamala gani wewe na watoto zako nyumbani? Unaishi vipi na watoto nyumbani? Malezi munaokaa nao, munaishi friendly wewe na watoto zako? Munaishi kama marafiki au munaishi kama maadui? Hii ni nukta ya kwanza unatakikana utazame. Kuna baadhi ya wazazi, Mwenyezi Mungu awaongoze na awasamehe, wao wamejiona kuwa simba ndani ya nyumba, kuwa na ubabe wa kupitiliza ndani ya nyumba. Kwa huyo ndo urujula, ndio wanamume, kiasi ya kwamba ikiwa hayupo ndani ya nyumba, utaona nyumba ile inavyochangamka, utaona watoto wanavyochangamka, wanakimbia yaminan wa shimalan, kulia na kusoto. Akikohoa baba mlangoni, watoto wote wanaumwa. Salamu ya baba mlangoni, aliyekuwa nasimama atakaa chini, aliyekuwa nakaa chini atalala, aliyekuwa nalala atasinzia kabisa, atikisa kwa sababu baba ameingia ndani ya nyumba. Hii si tarbia. Tusome tarbia na malezi kwa khairul khalqi wa habibul haqqi sayyidul thaqalain wa rasulul umma Mustafa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Alitupa mafunzo mazuri dhidi ya watoto, mpaka wakati mwingine alionekana na wabusu. Siku moja alionekana anambusu Hasan ibn Ali, mmoja katika masahaba zake, likamshangaza hilo. Akamwambia, Rasulullah, unabusu mtoto? Mimi nina watoto 10, sijawahi kumbusu hata mmoja kati yao. Majibu ya Mtume yalikuwa mafupi, man la yarham la yurham, asiyekuwa na huruma haurumiwi. Chukua mfano mwingine wa bwana Mtume Muhammad. Moja na siku alionekana katika mihrabu yake anawasalisha Waislamu,
Akaja mmoja katika wajukuu zake, Mtume yupo ndani ya sijida, akampandia mpaka mgongoni. Bwana Mtume Muhammad alishindwa kuwainua masahaba, kuwatoa katika sijida, aliwaikaza mpaka masahaba baadhi yao wakatoka nje ya sala kwa sijida ilivyokuwa ndefu. Rawi hadithi anasema mmoja wao aliinuka kabisa kumchungulia Mtume kulikoni, akamwona Mtume bado yuko katika sijida, akarudi naye katika sijida mpaka mtoto yule alipotoka juu ya mgongo wake, ndipo Mtume akawainua masahaba. Walipomuuliza akasema, nimetaka mwanangu, nimetaka mtoto yule amalize haja yake. Huruma dhidi ya watoto awalan, ili nikueleze tarbia ya malezi ya watoto ndani ya Ramadhani. Kwanza wewe kama mzazi, mfanye mtoto awe ni rafiki yako, mtoto awe huru, aisi kukwambia chochote anachojisikia. Akitaka kukuomba nasaha asiwe na hofu, akitaka kukuomba chochote mfungulie moyo mtoto wako, ili ajisi kama wewe ni baba na yeye ni mtoto, ili ajisi kama wewe ni mama na yeye ni mtoto. Hapo ndipo utapata mwana mzuri wa kumlea mtoto katika malezi yanayofaa, na kile ambacho utataka kukifanya utakifikia bimashiati Allahi jalla fi ula. Ndugu yangu Muislamu, malezi yamegawanyika. Kuna tarbiyatul amaliya wa tarbiyatus safawiyya. Kuna malezi kwanza ya kimatendo, mtoto ayasome kwako. Kadhalika kuna malezi ya maneno, mtoto ayasome kwako. Mtoto bado mdogo ndio umri wa kumpa malezi na tarbia inayotakikana kikweli kweli, kwa sababu ilmu anayopata mtoto hiyo inakaa milele na milele. Na ndio maana mmoja akasema, al-ilmu fi sighari kanaqshi fil hajari, elimu katika udogo ni kama vile mtu amechora kwenye jiwe. Kile utakachompa mtoto katika udogo lazima atakizingatia. Naam, mtoto asome kwako matendo, kadhalika asome kwako maneno utakayoyatoa. Walakin tarbiyat al-amaliya hiya ablagh, lakini malezi ya kimatendo hayo ndiyo yanayotakikana na ndiyo makubwa zaidi. Msomeshe mtoto wako tarbia ya kimatendo, hiyo ndio inakuwa kubwa zaidi. Ndugu yangu Muislamu unaonisikiliza, hao watoto ambao Mwenyezi Mungu ametupa kama zawadi, hao watoto ambao Mwenyezi Mungu ametupa kama neema, tukae tunajua ya kwamba tutakuwa masulia siku ya kiyama juu ya watoto hao. Aliyasema maneno haya Bwana Mtume Muhammad katika hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari. Asema Bwana Mtume, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni watunga na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokitunga. Bwana Mtume aliposema kilima hichi akaanza kugawanya, akasema kiongozi ni mchunga kwa ajili ya raia zake na ataulizwa na Mungu alivyowachunga raia. Kisha akasema, akina baba nisikilizeni, warajulu ra'in ala ahli baiti, na mwanamume ni mchunga kwa watu wa nyumbani kwake, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye mwanamume ataulizwa alivyochunga nyumba yake. Alipomaliza hivyo akamgeukia mwanamama akasema, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha au ahli zawjatiha, na mwanamume na mwanamke ni mchunga juu ya watu wa nyumba ya mumewe pamoja na mali za mumewe. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, na yeye mwanamke ataulizwa kwa kile alichokichunga. Hawa watoto tulionao tusiridhiki tu ya kuwa tunawapa chakula, tunawapa mavazi, tunawapa malazi, tukaona kwamba tumetosheka. Lazima tuwape na tarbia na mafunzo yanayotakikana katika dini yetu. Mmoja ya mafunzo ambayo yanatakikana tuyafanye ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwanza ni kumzoeza mtoto saumu. Awalan
bado akingali mdogo kweli kweli, aanze kuzoea bitadaruji, taratibu taratibu. Mpe chakula, mwambie saumu kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri. Siku yake ya kufuata mwambie leo ni kufunga mpaka asri, mpe chakula. Siku yake ya kufuata tunakwenda mpaka saa 10, mpe chakula. Siku yake ya kufuata asaumu siku moja. Sasa tunabadili hali, leo unafunga, kesho unakula, kesho kuto unafunga, mtondogo unakula. Unampeleka bitadaruj, kwanza aizoee saumu hiyo, kisha humo kwenye saumu mpe malezi. Akikuuliza mama kwa nini hatuli, mwambie hii ni agizo aliyoagiza Allah, kila Muislamu anatakikana afunge inapoingia mwezi wa 9 wa Kiislamu. Mama kwa nini hatuwashe TV? Mtu akiwa na saumu hatakikani kuona mambo ya ajabu ajabu. Mtu akiwa na saumu anatakikana ajibidishe na kusoma Qur'ani, ajibidishe na kufanya dhikari, ajibidishe na kutoa sadaka, ajibidishe. Mpe tarbia na malezi, mfundishe mtoto. Inapofika jioni, ikifika muda wa kula daku, hata kama ni mdogo, mwamshe achangie daku pamoja na wakubwa, kisha mfundishe. Katika kufanya hili ndani yake kuna baraka. Aliyesema hayo Bwana Mtume Muhammad. Katika kufanya hili litatufanya sisi tupate kuwa na nguvu ya mwili kwenye saumu yetu. Mpe mafunzo mtoto kama hayo. Ikifika muda wa jioni, mkogeshe vizuri, muandae vizuri, mvishe nguo nzuri. Unamwandaa kisaikolojia mpaka pale ambapo ataelewa ya kwamba jambo tunaloliendea ni jambo muhimu kweli kweli. Wapi mnaelekea? Tunaelekea msikitini kwa ajili ya kusali sala ya tarawih. Ambatana naye, mweke pamoja na wewe, muoneshe sala, mpe tarbia taratibu. Unampa mafundisho ya Kiislamu na mafundisho yanayotakikana kikweli kweli. Ndugu yangu Muislamu, mtoto akilelewa katika malezi kama haya, akalelewa katika malezi ya Kiislamu kama haya, itakusaidia wewe mzazi ukiwa hai na umekufa. Namaliza na hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume alieleza akasema, idha mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min 3. Anapokufa mwanadamu roho yake inakatika, tunakwenda kumfungia chini ya madongo katika matumbo ya ardhi. Mtume anasema amali zake zote zinakatika. Kalamu ya kuandika kheri na simama, kalamu ya kuandika shari na simama, illa min 3. Mtume anasema isipokuwa mambo matatu. Hayo matatu yanaendelewa, yanaandikwa mpaka siku ya kufufuliwa. Ikiwa ni kheri ni kheri, na ikiwa ni shari ni shari. Akasema mmoja wapo sadaka yenye kudumu, jambo la pili au ilmin yuntafa'u bihi, elimu yenye kunufaisha, jambo la tatu ndio nalitaka. Mtume akasema au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema ambaye atakayemwombea mzazi dua. Mtoto mwema anahitaji maandalizi. Haji hivyo, mtoto mwema anahitaji maandalizi kwanza ya dua kwa Allah, kisha na sababu ya kufanya malezi yaliyokuwa bora. Ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu atakuzawadia kizazi kilichokuwa chema, kizazi ambacho kinamwogopa Mungu na kukujua wewe kama wazazi. Tunamwomba Allah atuzalie kizazi kilichokuwa chema ambacho kitamjua yeye na kutujua sisi kama wazazi. Washkurukum liistimaikum wa taqabbal Allahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.